Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wako mwenye nakuletea taarifa za kikweli. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Vita kali vimeanza kati ya jeshi la mwananchi Tanzania pamoja na jeshi la polisi. Na kiini ambacho kimesababisha haya yote ni mauaji ambayo yalitekelezwa Tanzania na jeshi la polisi na wauni ambao walipewa kandarasi na Samia Suluhu Hassan mwenye aliweza kuiba kura akajilazimisha kwa wananchi kwamba yeye ndiye rais wa wananchi. Vita hivi vimefanya mpaka Samia Suluhu Hassani kuropokwa, kujitokeza na kuomba jeshi la mwananchi JWTZ lisikubali kuingia kwa siasa. Eti wakiingia kwa siasa jina la JWTZ litachafuliwa. Unajua, wacha niwaeleze hivi mpenzi mtazamaji. Jeshi la mwananchi japo hawakuchukua hatua kipindi ambapo wananchi zaidi ya 10,000 waliuawa kuanzia tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 Tanzania, kipindi cha uchaguzi ambao wananchi waliweza kukataa. Hawakuweza kukubali yale ambayo yalitekelezwa, ule unyama ambao uliweza kufanywa kwa raia ambao hawakukuwa na hatia. Na ndio maana kutoelewana kati ya jeshi la polisi na jeshi la mwananchi JWTZ kumeweza kuzuka. Jeshi la mwananchi linataka kujua ni kwa nini polisi waliweza kuwaua wananchi. Ndio, ninajua wananchi wako na hasira sana na JWTZ kwa sababu hawakuingilia kati kuwaokoa raia ambao hawakukuwa na hatia kipindi ambapo walikuwa na uwawa. Lakini kitu ambacho unapaswa kujua mpenzi mtazamaji, JWTZ na polisi hawaelewani baada ya unyama wa wananchi kuuawa. Sasa ugomvi huu wa jeshi la mwananchi ambalo kikatiba linapaswa kulinda usalama wa wananchi, kulinda taifa lisiingie kwenye machafuko, liliweza kukerwa na mauaji. Na mauaji haya yakasababisha ugomvi ukazuka na polisi. Na kitu hichi ndicho kiliweza kulazimisha Samia Suluhu Hassani kwa uoga mnamo siku ya Jumatatu tarehe 16 Disemba mwaka 2025 kulilia jeshi la mwananchi JWTZ eti kwamba lisiingie kwenye siasa, lisikubali jina la JWTZ liweze kuharibiwa kwa kuingia kwenye siasa. Unajua siasa ambayo Samia anazungumzia, jeshi halikufurahishwa na mauaji, na jeshi la mwananchi linataka kujua ni nani ambaye alipanga haya mauaji. Na Samia ameogopa kwamba huenda baya likatokea jeshi likiingilia siasa, na ndio maana anachimbua na kuwaeleza kwamba tafadhali msikubali kuingia kwa siasa, eti jina la JWTZ litaharibika. Sasa nauliza, jina litaharibika? Tayari
lilikwisha haribika kitambo. Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Wewe sijiulize mpenzi mtazamaji, mbona Samia baada ya uchaguzi kukamilika Tanzania, uchaguzi ambao uligubikwa na wizi, Samia anawaomba wanajeshi wa JWTZ wasijihusishe kwenye siasa, ili hali mwaka uliopita, mwaka 2024, Samia aliweza kuomba jeshi la wananchi kujiandaa, kupasha misuli, kupiga mazoezi kwa minajili ya uchaguzi wa siasa Tanzania. Ameogopa kwa sababu anajua jeshi la mwananchi likianza kuchunguza yaliyojiri, hata yeye mwenyewe Samia Suluhu Hassani atakuwa mhusika, na ndio maana analililia jeshi la mwananchi lisiingie kwenye siasa kupeleleza. Wanachoogopa ni kinachoendelea kwenye background. Sasa hivi hapa ninavyowaambia, jamani, sitaki kuongea too much, lakini I think ninapoongea ndo kidogo mnakuwa mnaelewa. Lakini sitaki kuongea. Sasa hivi kuna vita inaendelea ya chini kati ya JWTZ na usalama wa taifa na polisi. Kuna vita inaendelea chini sasa hivi. Vyombo vya usalama, JWTZ sasa hivi ina hasira na usalama wa taifa vibaya mno na polisi. It's gonna be bad. Ndio maana wanafanya kila kitu kuavoid msirudi barabarani. Ndio maana mnaona wanawapeni solutions ambazo eti jeshi hili likianza upelelezi ya yale ambayo yalitokea, eti jina lake litakuwa limeharibika. Jina la jeshi la mwananchi liliharibika kitambo. Kwa hivyo jeshi la mwananchi watafanya kazi nzuri kabisa endapo watachimbua na kuwaweka na kuwaanika wale ambao walifanya maovu ya kuwaua raia ambao hawakukuwa na hatia, ndiposa waweze kurejesha imani ya wananchi kwa jeshi la JWTZ. Kile kipindi ambacho Samia aliweza kuliomba jeshi la mwananchi JWTZ kujiandaa kwa minajili ya uchaguzi, kupiga misuli, kupasha misuli, kupiga mazoezi kwa minajili ya uchaguzi wa Oktoba, ule ndio wakati sifa ya jeshi la mwananchi iliweza kuharibika. Wakati ule jeshi halikutoa taarifa yoyote kupitia kwa makamanda kuhusu yaliyojiri Tanzania, mauaji. Ule ndio wakati ambao hata wananchi walipoteza imani na jeshi la mwananchi Tanzania. Mpaka wananchi wakaanza kusema huenda hili jeshi la mwananchi Tanzania ni tawi la Samia, linafanyia Samia kazi, ni chama cha CCM, kwa sababu hawakuchukua hatua yoyote. Lakini ninaelezwa za ndani, ninaelezwa kwamba jeshi halikusikia vizuri jinsi ambavyo mauaji yalitendeka. Na ukitaka kujua hayo, nikaambiwa ndio yaliweza kusababisha Bi Kichura, Bi Samia akajitokeza na kulikanya jeshi lisije likaingia kwenye siasa. Yaani Samia ametetemeka mpaka anaona jeshi likianza kupeleleza huenda wakamuondoa madarakani. Mpaka anahisi kwamba jeshi likianza kupeleleza kile ambacho kiliweza kujiri, huenda akaondolewa madarakani. Ukweli ni kwamba jeshi la mwananchi
na jeshi la polisi halielewani kabisa kuhusiana na mauaji ambayo yalitendeka Tanzania. Pale ndani mambo yanachemka. Ni vile ambavyo Samia ameona ni heri alete uelewano kati ya polisi na jeshi la mwananchi, kwa sababu anajua kwamba yeye ndiye aliweza kusababisha jeshi la polisi likasababisha maafa Tanzania. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Bi Kichura ndio maana ametulia. Anaogopa. Anapiga dua kila wakati, anaomba Mwenyezi Mungu Allah, haya mambo naomba yapoe. Sasa anaomba yapoe kivipi kipindi ambapo aliua zaidi ya 10,000 watu? Hii damu haiwezi ikaenda chini. Mimi ndio nakwambia, hii damu ya raia haiwezi ikaenda chini ambayo aliweza kuimwaga. Anaweza akaona kwamba alisucceed, alifaulu kumwaga damu akasalia mamlakani. Hii damu ya wananchi inaweza kumfanya hata wazimu. Nanyi jeshi la mwananchi, uchunguzi wenu ambao mmeanzisha ndio umefanya Samia ameweza kuzungumza maneno kama haya. Kama mnataka raia waweze kurejesha imani kwenu, hakikisha mnawatoa wale wote ambao waliratibu na kupanga Watanzania waweze kuuawa. Hakikisha wale wote ambao walichimba makaburi na kuwazika Watanzania wanajulikana. Hakikisheni kwamba wale ambao wanawakandamiza wananchi Tanzania hawapati uhuru wa kuendelea kuwakandamiza wananchi. Sijui wazo lako ni lipi, ila naambia Samia hivi: usije ukafikiri kwamba uliingia mamlakani na unataka kutuliza hili joto la kuua wananchi eti kwamba hivyo utakuwa umeibuka mshindi. Hata ikipita miaka 10 kuanzia sasa hivi, miaka 20, lazima utakuja kulipa gharama ya damu ambayo uliweza kuimwaga.